Nisikilize wewe mwanamke, haya yote ya ujio wako mimi nimeyajua na nimekubali kufanya hivi kwa sababu ya mwanamke nimpendaye. Sasa basi, fanya ufanyavyo, ila usijaribu kumgusa na ole wako mpoteze. Hapa patakuwa hapakaliki. Sikiliza wewe, hapo ulipokaa hakuna mtu yoyote atakayeweza kuja kukutoa zaidi yangu, na hapa najaribu kujizuia tu, la sivyo ningekuwa nimeshawapoteza tayari. Kwa kile walichonifanyia ningekuwa nimeshawamaliza nyie wote. Naomba unisikilize kwa umakini. Haijalishi una visasi vyako, ila ukijaribu kumgusa Tasha, hapo ugomvi mimi na wewe utakuwa umeanza. Hilo tu. Kama ni hivyo, tayari mimi na wewe tumeshakuwa maadui. Katika mtu ambaye siwezi kumwacha ni huyo Tasha, kwa sababu anaishi na mwanaume wa ndoto zangu. Kama wewe ulikuwa tayari kuweka maisha yako leani kwa ajili ya mwanamke unayempenda, na mimi ndio hivyo hivyo, niko tayari kutumia gharama zozote kwa ajili ya mwanaume ninayempenda. Unasemaje mwanamke? Wewe mwanamke, Oya vipi, mbona oya kazeni mwendo basi. Oya mke wangu sikia. Afu msisahau kama mimi na sehemu ya kwenda sawa? Nimeona tu kuna nyoka hapo. Sasa bwana hakuna. Kama umemwona Aisha toka yupo. Hebu tuondokeni. Akazeni mwendo basi wani, mimi nitarudi nyuma. Leo shemeji, hebu twende. Sasa unaogopa nini hapo, unaona kuna nini? Mganga. Mke wangu. Shem, vipi? Mbona umesimama? Tuendelee na safari. Shem, ndio tushafika hapo kwa mganga.
Mganga Utasha. Sasa nakuaje mganga mwenye hata hayupo? Mganga? Naam. Mganga Tasha. Masa yupo. Mganga. Mke wangu, kama safari inaendelea tuendelee bwana. Mume wangu hapa tumefika tayari. Hapo ndio kule mganga ambaye amegena nyie tiba. Sasa nakuaje tunaondoka tunaenda wapi sasa? Kati mganga nyenye ndio huyu hapa. Hapo unaona kuna mtu? Hebu angalia ardhi yenyewe inaonekana kwamba ina muda hata haijawahi kanyagwa na mtu hapa. Hapa itakuwa ametoka mganga mara moja lakini ndio hapa tushafika. Vipi, mbona umesimama? Tuondoke basi. Blaza, unaondokaje? Mimi unioni? Kwa mganga. Wewe Tasha. Tasha. Mganga? Acha mambo yenu bwana. Mimi si nipo hapa. Nawe Kibuyu wasaidie bwana. Kwani Samina wasaidiaje? Wewe umeshatimbanga. Hawa watu wala hata wakuoni. Mke wangu, hivi wewe na akili zako timamu na mdogo wako umekuja kwa mganga ambaye anakaa hapa? Yaani kani mtu basi kani mganga amekuja kapanga vitu vyake hapa afu mkaona kama vile ni mganga, lakini hakuna cha mganga, hakuna cha nini. Huyo tapeli kawapiga. Blaza, cha hizo bwana. Kwani mimi unioni blaza? Walisema mapenzi ni sura, ni pesa, ni jina na hadhi, lakini moyo haulizi cheo, unapenda aliyepotea njia. Walisema ufai ni chizi, maisha yako hayana mwelekeo, lakini uliponishika mkono, giza langu likapata mwanga. Nikauliza moyo wangu, kwa nini? Ukanijibu bila sauti, mapenzi hayana mwenyewe, ni moyo unachagua, sio dunia. Mapenzi hayana mwenyewe, haijalishi ni jambazi au kibaka au chizi anayepambana na maisha, moyo ndio anachagua. Yaani mke wangu, vitu vingine unaanza kunishirikisha. Yaani ambia watu wazima. Yaani unachezea uzima wenu, unachezea uhai wa watu. Yaani kisa vitu vya ujinga. Yaani mke wangu, hapo unaona mganga ataweza kuweka kiringi hapa? Labda ametoka mara moja ya mganga, tunasemaje matapeli wakati na ametubu yeye tiba na mmeiva na kweli mmewakinga, tunasemaje matapeli? Tunasemaje mganga tapeli, tunasemaje sasa? Wewe muongo. Sikia, wewe muongo kafanya manyanga yake ili apate kuachezea kupiga changa na macho. Sikia, tuondoke. Mke wangu, kama kuna safari turudi nyumbani. Mganga. Tasha. Mganga. Tasha. Naomba usimsikilize wewe Tasha. Oya shemeji. Mimi mbona nipo hapa jamani, mbona mnanifanyia hivyo jamani, mnaniacha hapa? Shemeji, tuondoke bwana. Hebu tuondoke huku. Baba, nafanyaje sasa? Mume wangu atapona kweli? Hebu tuondokeni bwana. Au mbaki huko, mimi naondoka kwanza. Hawa mbona siwaelewi hawa? Mbona mimi nipo? Afu nawe Kibuyu. Pumba hapo zako, umejikalisha tu hapo, nashindwa kuongea hata chochote. Mimi si unaniona hapa? Kajinga. Sasa ole wako nishuke hapa chini, yaani wewe huna kazi kuanzia leo. Sasa sikia mdogo wangu, ngoja mimi niondoke nyumbani, nitarudi kesho asubuhi, endelea kumwangalia mmeo ili niwahi kuja kuzileta hizi nguo, maana sio vizuri mke wa mtu kuazima nguo. Alafu pesa ndio tabia za wanaume, asije akajiongeza kula akamwingiza mwanamke mwingine. Sawa dada, ila tunaenda wote. Tukiondoka wote mmeo unamwacha na nani? Dada, usijitoe ufahamu. Kwani ukijua kilichotokea jana usiku? Sasa Tasha, hivi ukaondoka kakuta mmeo kapata na tatizo ambalo imepelekea amefariki humu ndani, utaelezea kitu gani na polisi kukamata? Dada, ukiendelea kuniforce mimi nibaki hapa, nitawaita ndugu zake waje kulala nayo humu ndani. Mimi naondoka, nenda nyumbani. We
Tena cha ujinga wako ishia hapo hapo. Hivi kwa mfano umeenda kule nyumbani babake kuuliza kitu gani kinaendelea utamjibu nini? Unajua kabisa yule mzee afichwi na jambo. Utamjibu nini yule mzee kule? Na kwa mfano ukaambia ndugu zake waje hapa ndani. Au ndugu zake utaambia nini wakuelewe? Ukaleta ndugu zake wakakuuliza kitu gani kinachoendelea utajibu nini wewe? Utaambia nini? Mume wangu huyo. Karibu mume wangu. Shem. Usiniambie kama umekuja bila mume wako. Mume wako yuko wapi? Yaani Shem, hujui tu kilichotokea huko. Shemeji, sikia, mimi haina haja ya kujua kilichotokea hapo ni kitu gani. Lakini kumbuka mume wako mgonjwa. Sasa ukimwacha mume wako kule, nani atamfuatilia? Nikuulize swali. Nani atamfuatilia mume wako? Yaani unaondoka tu peke yako bila mume. Sikia, kama hujaja naye njoo. Hebu njoo. Twende kufuata shemeji. Mimi sitaki tulaumiane, sawa? Yule mgonjwa unapokimbilia hapa kwangu watu watakuja kunisema mimi vibaya sana. Shem, kwa hapo tayari kunyoa na kufa afu ufurahie. Kwani nimeamini? Sema pano kwa tegemea kwa kuwa msaada. Leo nimekusemea majuto hivi kweli Shem. Shem. Sikia, machozi yako hayana msaada wote ule kwa ile jambo ambalo mleweza kulifanya na dada yako. Sio kulia, inabidi mtafute suluhu ya hili jambo. Mmefanya jambo kubwa tena nzito, sasa muwe na nguvu ya kukabiliana nalo. Sasa unapolia majibu yako wapi? Mume wako kwa sehemu hatari. Haya, likimkuta la kumkuta huko, nani atamsaidia? Sasa unafikiri ukilia hapa kuna msaada wote ule? Mke wangu analia nini mpaka anaanza kunilaumu kama mimi mume wake akifa, sijui mimi nitafanya nini? Kulitokea nini huko tena? Yaani mume wangu kusema kweli tu kotesha bakaliki kabisa yani. Kipindi na mwaga Tasha namwambia ngoja mimi niende nyumbani mara moja nitarudi na kumwangalia shemeji. Yeye abaki kumwangalia mume wake. Limetokea bonge joka. Sasa yule nyoka hatujajua ni mumewe au yule jini. Sikia nyote watoto. Hii kitu yani kinaonekana kabisa ni serious issue. Alafu nyinyi mnaichukulia tu kitototo eti. Hivi hamjui kwamba mmechukua uhai wa watu. Yaani hamjui kwamba hii swala ni nzito nyinyi. Yaani bado mnaichukulia poa tu. Yaani mnaichukulia poa tu. Sawa, mnaichukulia poa. Sisi wenyewe hapa hatujui hata kwenye hatari gani. Hili swala hakuna cha kulikadia, kimenabidi tufikishe juu. Nyinyi mnahitaji msaada. Sikia, mimi nataenda nimwambie baba yenu ili waje kuwasaidia. Maana mmekataa sisi waume zenu tusiyajue, kwa inabidi na baba yenu basi tumwambie baba yenu, wenda mkamwambia. Hapana mume wangu, naomba baba asijue ya kwanza. Ukimwambia baba sasa hivi jambo litakalo halijakamilika. Yale. Sasa hivi mnataka msaada upi sasa? Waume zenu msiwaambie. Haya, na baba yenu mzazi? Na baba yenu mzazi msimwambie. Mimi nauliza, baba yenu mzazi msimwambie? Yeah.